Munyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Ama faida yetu ya 109 na ndio itakuwa mwisho, babu tahrim ibtidaina alkafir bisalam, mlango ambao unaharamisha kwa sisi Waislamu kuanza kuwatolea salamu wasio kwa Waislamu. Nadhani kuna mtu aliyekuuliza swali kama hilo hapa kwenye darasa za sura nyingi. Maana tunakoishi kule si kwamba wote majirani na wanani ni Waislamu. Wakati mwingine hata kazini mnapotumika, kuna wakati mnatumika mko tofauti madini, si ndio hivyo? Kwa hiyo mlango huu babu tahrim ibtidaina alkafir bisalam, mlango unaoharamisha sisi Waislamu kuanza kuwatolea salamu wale ambao sio Waislamu. Kwenye faida 109, hali yajuzu bid'ul kafiri bighairi salam. Swali linakuja, je, inajuzu kumtangulia kafiri kwa kumsalimia bighairi salam, lakini hapana kumtolea salamu alaykum, kumsalimia tu kwenye maamkizi ya aina nyingine, kama alivyosema Sheikh kakaulina kaifa asbat. Mfano ni asubuhi tu umechomboka, mnakutana naye barabarani, unamwambia mgakei za asubuhi, umeamkaje, kaifa asbat, inajuzu. Kama ni jioni, kaifa amsaita, za jioni, inajuzu au haijuzu? Au tubaki huku tu kwamba salamu ndio tumekatazwa? Kwa hiyo kuna majibu hapo. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahaba mtume wetu Muhammad, tulishamzungumzia sana, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume Muhammad salama amesema, la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bisalam. Mtume anakataza, anaambia Waislamu, la tabda'u, msiwatangulii Mayahudi wala naswara wala manaswara kuwatolea salamu. Usilete ujuaji wako salamu alaykum, la yajuz. Mtume anakataza. Naam, kisha anaendelea anasema, fa idha laqitum, lakini mkikutana nao, fa idha laqitum ahadun fi tariq, mkikutana na mmoja wao njiani, mfano uko unakuja na yuko anakuja, fattaruhu ila adriqi, mbane. Kumbana maana yake usimgusi, maana kuna watu wanatabia, unapokuwa unakuja wewe hivi, unakuja hivi barabarani na yana kuja hivi, unamwona Muislamu anakatiza na pita huko, la yajuzu. Ipita hapa yendo aende huko, na wewe ndo akupishi tena. Ukiweza kabisa unapita, unajiamini kabisa, macho mbele, unamtizama, alafu umekaza, pita vile vile, na kizubua anambia mzee pita huko. Alislam yaadu ya jamaa, Uislamu uko juu. Kitu gani? Maana una Uislamu kuna ndaga sasa, unaona mzembe muoga, wakati kuna hata kumwesha ingo nakuwa strong, au unamwonyesha kabisa Islamu mzuri, mtapigwa nyinyi. Alhamdulillah rabbil alamin. Hii kali. Lakini msende kutumia nyinyi mko na magari. Kwenye magari hapana. Mtakuja kufanya ajali barabarani. Wenye magari, fateni sheria za barabarani. Code la route mnaita nyinyi. Tulishafunzwa kule. Haupewi permis pokuwa umefunzwa yani. Kwa hiyo fuata zile. Sijifanye eti tulisoma hadithi ya Mtume, tafungwa nitakukana mimi. Ama kama ni kwa mguu umekutana nayo, unambana kidogo bila kumgusa, hata wao watazoea. Kiona tu umepita mtamarengani, sema hapa sawa, darasa limefika. Ndio Uislamu. Alikuwa dume wa Allah kwenye ardhi, mtu ambaye mnamtaja na mnamjua sana, Umar ibn Khattab radiyallahu. Yule alikuwa ni kibogo, kwani mwanaume Allah alikuwa amemuumba. Umar alikuwa anapanda juu ya ngamia, kama mnavyojua ngamia anakaa hivi, alafu ncha za vidole vyake vya miguu zinagusi kwenye ardhi.
ndio mtu wa pekee kwenye hijra. Wakati wanahama maswahaba kutoka Maka wanakimbilia Madina, Mtume anatoa tangazo, kila mtu aende amefichama, maana wakimkamata jamaa watammaliza. Na Mtume na Abubakar walifichama siku 3 pangoni, lakini yeye alienda kuaga pale pale kwenye Kaaba, akawafuata wale majamaa wale Sanadid Quraysh, akawasogelea pale, akamwambia wazee, mimi naondoka naenda Madina. Yuko na kamfuko kake na naenda Madina. Anayetaka mama yake abaki analia kwamba kijana wake kafa, aje anizuie nyuma ya mlima. Na yeyote anayetaka kwamba mke wake akae enda abaki analia kwamba mume wake kafa, aje anizuie nyuma ya mlima. Kisha anaanza mwendo. Watu wote wanatazama wanasema toka kae. Kini sisi wa leo wako kama mlivyo. Nyoka ikiingia ndani unaambia watoto ndio wachukue kifagio kapigane naye. Mwizi akikuingilia ndani wewe ndio umeshagia chini ya kitanda kufichama. Mbaya Uislamu madhaifu sana. Naam, kwa hiyo kwenye hadithi yetu hii baada bayana Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi, Sheikh Al-Albani akaibainisha hii hadithi vizuri, akaonesha ya kwamba tulichokatazwa ni kutoa salamu, yani kumtangulia asiyekuwa Muislamu kwa kumtolea salamu. Ama maamkizi mengine bali ya asubuhi vipi, hakuna tatizo, hata ukimtangulia hakuna tatizo, lakini salam la tabda'u bisalam. Kwa nini? Ziko sababu nyingi. Miongoni mwa sababu, assalam min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Hii neno tunapokuwa tunasema assalamu alaikum, assalam ni moja miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na tunapoita kafir, maana yake ni mpingaji. Ndio tafsiri ya kafir, ni mpingaji, amepinga sheria za Allah, ndio maana amekataa Uislamu. Kwa hiyo huyu kisha mpinga Mwenyezi Mungu, haijuzu kutumia jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Iko hadithi sahihi, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwamba assalam ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema assalam ismu min asma'illahi wada'ahu fil ard fa afshu salama bainakum. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema assalam ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambalo Mungu kaliridhia kaliweka kwenye ardhi, kwa maana viumbe wake wa ardhini tulitumia. Fa afshu assalama bainakum, toleaneni salamu kati yenu, yani kati yenu Waislamu. Kwa hiyo kwa wale hapana, kwa wale tutawasalimia vingine. Linabakia swali limoja sasa, akikusalimia yeye ndio amekusalimia, hal yajuzu an yuqalu fi raddi salam ala ghairi almuslim wa alaykum salam? Yeye ndio kakusalimia salamu alaykum au salamu alaykum au assalamu alaykum, maana kuna wengine wanasema vizuri. Linakuja swali hapa, hal yajuz, je inajuzu an yuqal, mtu aseme fi raddi salam, katika kumjibia ghairi muslim, ambaye si muislam, umjibie wa alaykum salam, inajuzu mjibie hivyo? Anasema hapa Sheikh, yajuzu, inajuzu kumjibia hivyo wa alaykum salam bishart an yakuna salamuhu fasihan bayinan. Sharti naam, inajuzu kumjibia wa alaykum salam, ukaishia hapo kama tulivyosema siku ile, kwa sharti salamu yake alipoitoa iwe ni fasih, iwe wazi, isiwe ile salamu alaykum au samaku, au amesema maneno unashindwa kujua na hii ni salamu au sio. Ikiwa ni hivyo haijibiwi hiyo, lakini aitamke kwa maneno yaliyokuwa wazi, baina, ambayo yako wazi kabisa, tena fasih, ambayo ametamka vizuri. Akitamka vizuri na yakao yako wazi, ukasikia hii ni salamu ameitoa, mjibie hivyo wa alaykum salam. Ama akaitoa kwa ile na kujoka na kutania, kuna mwenye anaweza kuitoa kwa malengo na kutania, na ukajua huyu ananitania huyu, ndio utamjibia leo alikum. Nadhani watu wengi wanayo alikum. Sasa mleta mizaa, naona mleta mizaa. Naam. Na dalili wanatumia ni hadithi ile inayojulikana
Mayahudi Madina walikuwa na tabia, wakikutana na mtume wetu Muhammad walikuwa wanasema assalamu alayka. Assam, hawasemi assalam, wanasema assalamu alayka. Na mtume alikuwa anawajibia anasema wa alayka. Kama ni mmoja anasema wa alayka, na wakimtolea kwa wengi anawajibia vitu wa alaykum, haongezi lingine. Na hili neno asamu mkiarabu maana yake ni almaut, kifo. Yani ni kama unamwambia mtu hivi, kifo kikufikie. Na anaambia na nyie. Kwa hiyo na yeye akikujoki na unamjoki. Ama akikusia vizuri, atamka maneno vizuri yako wazi, mjibie wa alaikumus salam, usiongezi zaidi yako. Sawa jamani, kama tulivyosema siku ile, asiyokuwa Muislamu haombewi rahma wala haombewi baraka, lianna arrahmata wa baraka min Allah subhanahu wa ta'ala. Baraka na rehma zinatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah atuelimishe mengi ndani ya dini yetu na atunufaishe kwa yote ambayo atakayokuwa ametuelimisha. Ama mengine yaliyobaki, wale ambao Waislamu wana haki, tuwatendee haki, tuishi nao kwa wema, tuwasaidie, tushikamane nao katika mengine yote yanayojulikana kwa wema, kwa roho nzuri. Sawa jamani, akihitaji kitu mpe, na hasa akiwa ni jirani ana haki zaidi, na hasa akiwa ni mwenzako kazini pia ana haki. Akiumwa kamuone. Mtume aliwatembelea mpaka Mayahudi, na zake tushazungumza hapa. Na hasa wakiwa hata wanafanya biashara, si vibaya pia kununua kwao, si vibaya kwenda kukopa. Na dalili mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mata wa dir'uhu marhuna inda al-yahudi, alifishwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili hali ngao yake ya vita iko poni kwa Yahudi, likutin akhadha, kwa chakula alichokopa ili hali na watu wake nyumbani. Mtume akawa na chakulipa, akatia poni. Akafikia mtume kufa, ajabjaliwa kulipa ile deni. Aliyokuja kulilipa baadaye akarudisha ile ngao ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa hiyo inajuzu kwenye babul muamala, kwenye mlango wa uhusiano inajuzu. Maana kuna watu wengine vichwa vyao Waislamu sijui wanaelewa aje, yani wanataka waingie peponi na bado wako duniani. Haitowezekana kwamba mwa hii dunia Waislamu tuishi peke yetu, haitowezekana. Kama kuna mtu anayo akili mkichwa afuki, tutakuwa Waislamu watakuwepo, washirikina watakuwepo, makafiri watakuwepo. Sawa jamani, alikufa mtume amewacha Mayahudi, haitowezekana. Maana kuna watu ambao kafiri, ndio Mungu aliumba hivyo. Sehemu ya pekee mtakuwa peke yenu ni wapi? Peponi. Allah tujalie pepo ya mafikio yetu sote, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameharamisha pepo kwa makafiri. Pepo ni haswa kwa waumini. Allah tujalie tuipate pepo sote. Kwa hiyo wana haki zao hapa, miongoni mwa haki zao ni hivyo, usimdhulumu haki yake, usimsumbui, usimuonei. Bana mbele ya Mwenyezi Mungu ni mazito. Inshallah tuishie hapa, alafu tutoe azana kisha maswali yake. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas.